Hello Tabora, jiji lililobarikiwa asali na ukarimu wa watu. Karibu kwenye mitano ya nguvu ya ZVP Online. Hili ni tukio la kihistoria linalofanyika kila mwaka kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya ZVP Online kwa wadau na wafuatiliaji wake. Hapa utapata burudani safi za kasida kutoka kwa waimbaji wenye level za kimataifa, na wazungumzia Huraira Classic Tanzania kutoka Dar es Salaam, pamoja na kupata nasaha kutoka kwa masheikh mbalimbali nchini, chakula, vinywaji na burudani nyingi mbalimbali. Huu ni mtoko uliokamilika kwa ajili ya familia, ndugu, jamaa na marafiki kuja kuenjoy na kujifunza. Ni tarehe 13 ya mwezi wa 9, 2024 kwenye ukumbi wa Citizen Hall Tabora mjini, kuanzia saa 1 kamili za jioni mpaka saa 6 kamili za usiku. Kwa kiingilio cha VVIP 50,000, VIP 30,000 na kawaida ni shilingi 20,000 tu. Usipange kukosa hii. Chukua tiketi yako mapema kuepuka usumbufu wa siku za mwisho. Mitano ya nguvu ya ZVP Online. Tunazidi kupasua anga. Nguvu zaidi ya jana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu la rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zetu wa channel yetu Ustadh Shafi Online TV, karibuni tena katika vipindi vyetu vya muendelezo vya maswali mbalimbali katika dini yetu ya Kiislamu. Leo tumekutana na swali ambalo le changamoto linalotoka kwa watu ambao sio Waislamu, ndugu zetu katika Adamu wa Kristo. Wanauliza, kwa nini Waislamu mnaoa wake wengi hali ya kuwa Adam na Hawa walikuwa wawili? Swali hili tumeona tutoe faida kwa dunia nzima watambue kwa nini Waislamu tunaoa wake wengi. Waislamu tunaoa wake wengi kwa sababu Mungu ametutaka sisi wanaume tufanye jambo hilo kupitia katika Qur'ani sura ya 5 aya ya 3. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, fankihu ma twaba lakum minan nisa, oeni katika wale mnaowapenda katika wanawake, ikiwa 3, 4, 2, na kama mkiona kwamba hamwezi kuwafanyia uadilifu, basi Mungu anatuambia tuoe mmoja. Qur'ani imetutaka tuoe wanawake 4. Sasa hili jambo linaonekana kama vile Waislamu wao wanapenda sana masuala ya kuoa. Sisi tunajibu tunasema Mungu ndiye aliyetuagiza tufanye jambo hilo, na tunasema kwamba Mungu anapoamua jambo lake halina tena mtu kudadisi wala hakuna mtu kuleta sababu kwa nini, isipokuwa Mungu katuambia Waislamu wa kiume tuoe wanawake 4, 3, 2 na 1. Lakini leo nataka nitoe faida katika kitabu cha Biblia. Nataka nitoe faida katika vitabu vilivyotangulia, kwa sababu kanuni Mungu anasema inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Yaliyomo katika Qur'ani ndiyo yaliyomo katika vitabu vilivyotangulia. Waislamu wakioa wanatoa mahari. Mahari ni zawadi ambayo anayopewa mwanamke kwa kutamka yeye mwenyewe nini anataka, halafu kwa sababu anakwenda kufanya majukumu anayotakiwa kumfanyia mumewe, kwa hiyo anapewa mahari, maana ni pesa yake anayoitaka. Na haijalishi atataka nini katika mahali pake. Anapoamua kusema akihitaji kitu fulani ndio mahali yake, basi mwanamume utatakiwa utoe hiko kama mahari. Lakini mahari hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo 30 mstari wa 20. Fungua kitabu cha Mwanzo 30 mstari wa 20. Acha kuleta maneno ya uadui. Kaa chini na kitabu chako, fungua mstari wa Biblia, halafu utaona kweli Waislamu tunayo haki na Waislamu ndio tunaofuata hivi vitabu. Lea akasema, Mungu amenipa mahari njema, sasa mume wangu atakaa nami. Umeona, Lea kabla hajaolewa amepewa mahari.
ambayo Waislamu tunatoa kuwapa wanawake kama nihla, zawadi yao. Kwa hiyo mahari hapa ikapatikana. Lakini ukisoma hiyo 34:12, mnapoongeza sana mahari na zawadi, mnapoongeza sana mahari na zawadi, zote katika Biblia zipo. Lakini soma Kutoka 22:16. Andiko linasema mtu akimshawishi mwanamwali aliyeposwa na mume na kulala naye, lazima atatoa mahari kwa ajili yake ili awe mkewe. Kwa hiyo kitendo cha kuoa nyuma kinafata kitendo cha mahari. Hiyo ndo Biblia inayotamka maneno hayo. Kitendo cha kuoa nyuma inafata kitendo cha mahari. Lakini ni kufurahisheni tu niliposema mahari sio pesa. Mahari ni chochote ambacho mwanamke ataridhia. Ukisoma katika Biblia Samueli wa kwanza 18:25. Naye Sauli akasema, mwambieni Daudi hivi, mfalme hataki mahari yoyote, ila anataka govi 100 za Wafilisti. Naona mahari zimekuja kuwa govi kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo ni mahari anayopewa mwanamke kama zawadi. Kisha baada ya mahari kuna kitendo sasa cha ndoa. Ndoa hii Mungu katika Qur'ani ameanza na 3, 4, 2 na 1. Je, kwenye Biblia hilo swala la kuoa wake wengi lipo au halipo? Tunataka tulitazame kwa kina ili kila mtu atazame namna Waislamu wanavyokwenda katika haki. Ukianza na Mwanzo 4:19, tuanze kipengele hiko cha Mwanzo 4:19. Andiko linasema Lameki akajitwalia wake wawili. Qur'ani imeanza fankiu matwaba lakum minan nisa mathna, wawili. Na hii katika Biblia Lameki anaonekana ana wake wawili. Lameki anaonekana ana wake wawili. Kwa hiyo kumbe kwenye Biblia nayo inatambua wake kuanzia wawili. Sasa vipi mnatusema Waislamu kwamba tunaoa wake wengi, wakati kwenye Biblia nayo inatambua kuna wake wawili? Lakini acha hilo, njoo 28:9 Mwanzo. Basi Esau, ana historia kubwa sana Esau, akaenda kwa Ishmaili, akamtoa Mahalathi binti Ishmaili mwana wa Ibrahimu ndugu wa Nebayothi kuwa mkewe, pamoja na wakeze aliokuwa nao. Ukisikia neno wakeze, maana yake sio mmoja, ni wengi. Lakini baba wa imani Ibrahimu mwenyewe alikuwa na wake wangapi? Baba wa imani Ibrahimu, kumbuka, alikaa miaka mingi sana bila ya kupata mtoto, lakini Sarai akamchukua mjakazi wake akamwambia huyu atakuwa mke wako. Hayo maneno nasema, naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama, Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata uwe juu yenu, amekupa mambo kibao. Chini ikaendelea, lakini mwisho Sara akamchukua Abrahamu, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Kwa hiyo Hajiri akawa mkewe wa pili Ibrahim baada ya Sara. Sara alikuwa wa kwanza, baada yake akapatikana mke wa pili anaitwa Ibrahim. Kwa hiyo hii ndiyo Biblia. Lakini ukiachana na hilo, ukisoma Samueli wa pili 2:2, Samueli wa pili 2 mstari wa 2, tazama hiyo aya inavyosema. Basi Daudi babake Yesu, huyo anaitwa Daudi, akapanda aende huko pamoja na wakeze wawili. Hata babake Yesu alikuwa na wake wawili. Babake Yesu alikuwa na wake wawili. Sasa vipi Waislamu tuambiwe kwamba mke mmoja, tuambiwe kwamba wake wawili? Tunafanya haramu wakati Biblia imesema wake wawili. Lakini Kumbukumbu la Taurati 21:15, andiko anaambiwa Musa
akiwa mtu yuna wake wawili, akiwa mtu yuna wake wawili. Mabwana, Biblia inatambua mke zaidi ya mmoja, inaanza na wake wawili. Lakini ukisoma Nyakati wa Pili 13:21, ila Abia akapata nguvu akawa na wake 14. Abia katika Biblia alikuwa na wake 14. Lakini ukisoma Wafalme wa Pili 11:2, Sulemani alikuwa na wake 1000. Sulemani alikuwa na wake 1000. Nyinyi msiokuwa Waislamu, andiko gani katika Biblia linalothibitisha uwe na mke mmoja? Au andiko gani katika Biblia linalokataza kuwa na wake wengi? Waislamu wanaposema Biblia ni kitabu chao, kwa sababu yamejaa mafundisho ya Uislamu mtupu, kwa sababu Mungu ndiye aliyeteremsha vitabu hivyo kwa mujibu wa 3:3 Qur'ani. Aliteremsha Torati, akateremsha Injili, akateremsha Zaburi ili viwe uongozi kwa watu huko kipindi cha zamani. Ndugu zangu, njoo sana katika channel yetu. Tutakuwa tunajibu maswali kibao ambayo yanayoulizwa na wasiokuwa Waislamu kutuuliza sisi, na tunakaribisha mwenye swali lolote la dini ya Kiislamu. Kwa upande wa pili mwenye mashaka, si tunasema Biblia ni kitabu chetu na Biblia kimejaa mafundisho ya Uislamu. Tumezungumzia ndoa, tutakuja kuzungumzia talaka. Yote itapatikana kwa mujibu wa Biblia. Tunataka tuionyeshe jamii kwamba Waislamu ndio wenye kitabu halisi. Waislamu ndio wenye kitabu hichi wanachokifuata cha Biblia, wala sio kitabu cha watu wengine. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, yoyote ambaye ana maswali, yoyote ambaye ana hoja, sisi tunamkaribisha aje. Sisi tunamkaribisha aje. Tazama andiko la mwisho kwa kumalizia. Waislamu wana kitu wanaita posa. Yani posa manake unapeleka barua mahala ili upate kuoa. Lakini Biblia inatambua posa. Soma Kutoka 21:8 kwamba bwana wake akupendezewa nawe akiwa amemposa. Umeona neno hilo, akiwa amemposa. Lakini Luka 2:5 ili aandikiwe pamoja na Mariam mkewe ambaye amemposa naye ana mimba. Nani wanatumia Kiswahili cha kuposa? Nani wanatumia mahari kama sio watu wa dini ya Kiislamu? Lakini maandiko yao yanapatikana katika vitabu vilivyotangulia. Karibuni sana katika channel yetu Ustadh Shafi Online TV. Subscribe ili uendelee kupata vitu muendelezo wa maswali tata yanayoulizwa na wasiokuwa Waislamu, na sisi Waislamu tutajibu, kwa sababu sisi ndio wasomi wa dini ya Kiislamu, na Uislamu ulikuwepo kabla vitu vyote. Uislamu ulikuwepo. Karibuni sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi